Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu Albert Chalamila jana ameanza ziara yake katika manispaa ya Ubungo, ambapo ameyataka mamlaka maji safi na maji taka DAWASA kuhakikisha wanafanya utaratibu wa uzalishaji wa umeme katika vituo vyote ambavyo wametengeneza pampu za kusukumia maji. RC Chalamila amesema hayo mara baada ya kutembelea mradi wa kusukuma maji unaokwenda kusukuma maji mpaka tenki la Bangulo, na kusema kuwa kwa sasa mamlaka hiyo haina haja ya kuendelea kununua umeme kwa TANESCO, bali inatakiwa ianze kujizalishia umeme wake mwenyewe. RC Chalamila pia ameitaka DAWASA kuhakikisha inasambaza maji kwa watu wote. Aidha, katika ziara hiyo RC Chalamila ametoa maelekezo kwa halmashauri ya manispaa ya Ubungo kuhakikisha yanafanya ulipaji wa kiasi cha shilingi milioni 100 kwa ajili ya umaliziaji wa zahanati ya Saranga. Chalamila ambaye alifika katika eneo la Saranga na kujionea zahanati ambayo imekaa muda mrefu bila kumaliziwa, ambapo imeibua kero kubwa kwa wananchi, ametoa maagizo hayo kwamba ifikapo Ijumaa kila kitu kiwe kimekamilika na fedha kiasi cha shilingi milioni 100 ziwe zimeingizwa katika akaunti ya mtaa wa Saranga ili kuweza kumalizia zahanati hiyo. Amesema rais wetu amekuwa kipaumbele katika jambo la afya, hivyo ni aibu kuona zahanati hiyo haijakamilika mpaka leo hii. Ni muhimu sasa kuendelea kubuni miradi ya DAWASA ambayo inaweza kuwa inazalisha pia umeme. Kwa maana DAWASA na nishati wakifanya partnership kwenye baadhi ya mambo, na hasa katika kugenerate umeme, halafu TANESCO watafanya kazi ya kusafirisha umeme, lakini zaidi pia TANESCO watafanya kazi ya kwenda kwenye usambazaji wa umeme. Kwa sababu umeme una point kubwa tatu: una generation point, una transmission na una distribution. Kwa maana unazalisha, unasafirisha kwenye msongo mkubwa, halafu unakuja unaanza kugawanya kwenda kwa Watanzania. Na sisi kwa bahati nzuri sana Dar es Salaam, consumption ya megawatt zetu hapa ni kama 686 na ina increase kwa almost 19%, na hasa nyakati za joto. Lakini kwa nchi nzima inakuja almost sio chini ya megawatt 1888. Na leo ukiangalia Tanzania ina umeme mwingi. Na ndio maana baadhi ya Watanzania bado hawajaelewa Kiswahili kile ambacho kinaitwa nchi kununua umeme, kuongeza kwenye pool za umeme wetu hapa nchini. Lakini wamejaribu sana kufafanua, ingawa watu wanashindwa kuelewa concept ndogo sana. Wakati mimi ni mkuu wa mkoa wa Kagera, nilikuwa najua Kagera distance yake kutoka kwenye generation point, na ndio maana umeme wa pale Kagera ili uwe cheap tukawa tunauchukua Uganda, kwa sababu kutoka Kagera kwenda Uganda ni kilomita 300. Na hata leo ukienda pale utakuta tena kuna production tena ya umeme, kuna generation ya umeme si chini ya megawatt 80 ambayo itagawanywa asilimia kadhaa kwenye hizi nchi tatu wanachama ya kati ya Tanzania, Burundi na Rwanda. Sasa ukisema utoe umeme Mtera upeleke mpaka Kagera, maana yake itabidi Kagera waupate kwa bei ya juu, kwa sababu ya namna hiyo distance ilivyo ya kutoka Kagera, ya kutoka Mtera kwenda mpaka Kagera. Lakini kutoka pale Kagera kwenda Uganda ni kilomita 300. So unauchukua ule umeme unaujaza tena kwenye pulu yenu, halafu mnaendelea kuutumia kwa raha kabisa. Hicho ni kitu cha kawaida sana ambacho kinaweza kufanyika. Sasa kwa sababu wengi hatujasomea sana masuala haya na tumesomea mambo tu ya umbea wa mitaani huku wengine, ndio tunaona kama vile mambo haya, hizi ni taaluma za watu. Be careful to listen. Taaluma za watu. Kwa hiyo mkiona watu wanazungumza huko na vimaneno, mjue kabisa kwamba taaluma hii si yao, ni taaluma ya watu. Kaa mkao kupata taaluma ili taaluma iweze kuelekeza jambo la msingi. Kwa hiyo ni washukuru sana DAWASA, na naamini kwamba madiwani hawa pamoja na wenye viti wangu wa serikali za mitaa wataendelea kuwa mashahidi kwa kila ambacho kinafanyika. Nilikwisha sema kwamba huu sio muda wa kudanganyana. Mahali penye tatizo sema, ili pesa serikali iingie iweze kutatua mashida za Watanzania. Lakini kwa kuwa mkoa amekuja mtasema unajua Watanzania hawana tatizo hapa, kumbe unanidanganya. Mimi nikienda field nikagundua kuna matatizo, maana yake hili tatizo linakugeukia wewe kama mtendaji. Kwa lazima uwe muwazi. Kama hujala hela serikali, be frank, be open. Zungumza tu kwa uwazi kabisa kwamba hapa kuna jambo hili. Serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia italeta pesa ili Watanzania waweze kupona. Kwa hiyo baada ya kusema haya, ndugu zangu, mimi nawashukuru sana. Mzee Mbowe, nadhani umesikia kwamba sasa kama Chama cha Mapinduzi ambao mnasimamia Iran, tuna jambo hapa pia. Kwa kuwa pia tunakaa na mama huyu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa kuwa mimi pia ndio balozi wake wa mkoa katika mkoa wa Dar es Salaam, nikiwa naye nitamwambia mama,
kule Msaranga kuna kilio hiki, lakini tunaomba kale kafidia kale pamoja na kale yule mkandarasi yule, kama tu unaweza angalau kakaja mara moja, wananchi wale watafarijika sana. Lakini wameelewa ukweli na kazi zako unazifanya ndani ya nchi yetu. Wengi mlitarajia niseme sasa kesho naanza kujengwa. Hapana. Naomba mnielewe ndugu zangu akina mama mlioko hapa. Muelewe ndugu zangu akina baba mlioko hapa. Naomba sana tujifunze kuisikia kweli kuliko kusikia maneno matamu tena ya uongo. Na ndio maana mtu anaweza kaja hapa akasema umeona serikali hii haifanyi chochote. Unaona? Haifanyi chochote. Lakini kumbe nikisikiliza miemuko ya watu nitabomoa nyumba za watu na sitawalipa fidia. Sasa huyu mtu mjane ameachwa na mmewe. Huyu mtu amezaa watoto wote wamekuwa majambazi watupu. Atalala wapi? Amejenga kwa shida tena kwa kiinua mgongo ambacho kwa umri wake hawezi kujenga tena nyumba. Atalala wapi? Mheshimiwa Rais akasema sitisheni kwanza barabara hii. Twende taratibu kwanza tupate majibu ya mambo mawili. Watu wanaopitiwa na barabara hii wakibomolewa watalipa fidia namna gani? Na tunapoanza ubomoaji tuhakikishe pesa ya mtu huyu iko mkononi ili apate uwezo wa kujenga nyumba yake nyingine. Barabara tunahitaji, makazi ya watu tunayahitaji. Lazima tucheze katikati ili mambo yawe mazuri. Samia hoye. Kuhusu TASAF yanashughulikiwa. Wazee wetu. Kuhusu maji. Hapa nafahamu kuna tatizo kubwa la maji. Lakini msema kweli atawekwa huru. Hali ilivyokuwa na ilivyo sasa ni sawa. Nini kimetokea? Pale kwenye lile tenki kubwa sana pale jirani na ofisi ya mkuu wa wilaya. Pale imejengwa mitambo na zimewekwa pump 3 kubwa zinazosukuma maji. Mheshimiwa Rais pia chini ya Wizara ya Maji wamekwenda kujenga tenki kubwa la lita karibu milioni 9 ambalo liko pale Bangulo. Lenyewe linafanya nini? Litasukuma maji kwenda jimbo hili la Kibamba. Litasukuma maji kwenda jimbo la Segerea. Litasukuma maji kwenda jimbo la Ukonga. Litasukuma maji kwenda jimbo la Temeke. Katika siasa za vitendo, wiki lijalo kabla ya Ijumaa milioni 100 zitakuwa zimekwisha ingizwa kwenye serikali hii ili kituo hiki kipandishwe, kiezekwe na huduma zianze kutolewa haraka iwezekanavyo. Mkurugenzi, milioni 100 itashindikana? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tutatekeleza. Jumatano tutaleta hizo fedha. Mkurugenzi anasema wiki lijalo Jumatano pesa itakuwa imefika. Sijui mnanielewa ndugu zangu? Sasa nisikilizeni vizuri. Baada ya hospitali hii kuwa imejengwa, labda ile milioni 100 imejenga hospitali imetosha, yatakuja malalamiko ya pili, hatuna vifaa. Baada ya vifaa kuja, yatakuja malalamiko ya 3, hatuna madaktari. Sasa nisikilizeni akina mama na akina baba mlioko hapa. Nisikilizeni vizuri. Tumezoea sana kutaja maendeleo ya Mheshimiwa Rais. Kwamba Mheshimiwa Rais tunakushukuru umejenga hospitali. Mheshimiwa Rais tunakushukuru umejenga hospitali. Mheshimiwa Rais tunakushukuru umejenga shule, umejenga hospitali, umejenga barabara. Nisikilizeni. Naomba ndugu zangu wana Saranga msiishie kutaja. Leo pana shule hapa ya msingi, pana shule ya sekondari. Zile shule zamani wakati tumesoma sisi tulikuwa tunalipa ada. Leo ada imetolewa. Watu wengi mnakosea. Mnadhani serikali itabeba kila jukumu la mwanao. Haiwezekani.
Yaani haiwezekani uje kwenye kituo cha afya ujifungue bure kwa pesa za watu, halafu mtoto wako aende huko aje alishwe tena na serikali bure, halafu aende tena kule kwa mwalimu nako atake bure, halafu nako kwenye mavazi ya mtoto wako bure. Haitawezekana. Nisikilizeni vizuri sana. Shule ile imejengwa. Tunahitaji watoto wenu muwapeleke shule wakasome. Wakifika pale shule, kuna mambo matatu au manne yanakuhitaji wewe moja kwa moja. La kwanza, uniform za mtoto haiwezi kununua serikali. La pili, chakula cha mtoto hawezi kununua serikali. Leo Dar es Salaam tunabishana kuhusu chakula. Walimu wanahangaika kuhusu kumfundisha mtoto, na mtoto mdogo ana njaa ya haraka kwa sababu ya makuzi. Lakini wanafika shule hawana chakula. Mzazi, toa basi chakula. Basi toa hata mchango kidogo wa chakula kinunuliwe. Hapana, hatuna uwezo, vimekwenda, vimerudi, vimeishia kulikoishia. Kwa hiyo ushauri wangu namba moja, wasomesheni watoto wenu mliowazaa wenyewe kwa kutumia miundombinu iliyojengwa na serikali kwa pesa hizi zilizojengwa. Halafu kesho mtakapokwenda mahali mnalalamika kuhusu madaktari, nikigeuka kulia angalau kutakuwa kuna daktari aliyezaliwa hapa hapa Saranga. Nikigeuka kushoto kutakuwa kuna injinia aliyezaliwa hapa hapa Saranga. Nikigeuka kulia nitamkuta hata mtu mwingine aliyezaliwa hapa hapa Saranga. Leo Dar es Salaam tuna vyuo vikuu vimejengwa hapa.